Kwa majina naitwa Hamim Kilahama, ni mratibu wa hii mbio ya Great Ruaha Marathon, ambapo mbio huu ni msimu wake wa 5 tangu imeanza. Kuratibu marathon ndani ya hifadhi ya taifa kwa miaka 5 mfululizo si jambo dogo kifedha na kilojistiki. Hongereni kwa hilo, lakini tupe uzoefu kidogo, ni kazi yenye uzito kiasi gani? Asante sana. Kwanza kabisa nishukuru kwa namna ambavyo uhifadhi Tanzania kupitia TANAPA walivyoona umuhimu wa hili swala na kutupatia ruhusa au kibali cha kuweza kuendesha mbio hizi ndani ya hifadhi. Lakini pia nishukuru ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa ambao wamekuwa wazazi wetu bega kwa bega tangu tumeanza mpaka leo hii ambavyo ni msimu wa 5. Wamekuwa yani wakifanya kazi na sisi tangu tunavyoanza mpaka inapofika mwisho. Kwa hiyo si nyepesi kufanya mbio ndani ya hifadhi, kwa sababu kwanza taswira na namna watu wanavyofikiria ukitaja hifadhi watu wanaingia uoga. Wanamwaza simba, wanamwaza tembo, wanawaza wanyama wale wakali. Na mtu anajiuliza kweli inawezekana? Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hili swala limewezekana tangu mwaka wa kwanza mpaka sasa tunaenda mwaka wa mwisho. Pia ni shukuru hifadhi yenyewe kwa maana ya Ruaha, uongozi mzima kupitia kwa mhifadhi mkuu pamoja na timu yake nzima kwa namna ambavyo wamekuwa wakifanya kazi na sisi bega kwa bega kuhakikisha usalama wa wakimbiaji, usalama wa watu wote ambao wanashiriki kwenye hii mbio unakuwa vizuri, hakuna ambaye anapata tatizo. Kwa hiyo niseme kuandaa hili swala sio jepesi, lakini kutokana na watu ambao tunaandaa pamoja, kwa maana wako nyuma yetu, ndio wanasababisha hili zoezi liende katika hali ambayo ni ya kuridhisha kabisa, ya kiwango cha juu. Huu ni msimu wa 5 kama ulivyosema. Tangu kuanzishwa kwa mbio hizi ni kitu gani kipya au maboresho gani makubwa mliofanya msimu huu ambayo hayakuwepo katika misimu mingine iliyopita? Asante sana. Kwanza kabisa nizungumzie namna ambavyo mbio imeenda ikikua. Najua mwanzo tulianza na watu wachache sana kutokana na ule uoga wa watu, lakini kadri watu wanavyoshiriki ndivyo kadri watu wanavyoamini kwamba kumbe inafanya nini, inawezekana. Kwa hiyo jambo ambalo tumeliongeza msimu huu ambalo halijawahi kuwepo misimu iliyopita ni mashindano ya baisikeli. Kuna watu walileta maombi kwamba wanataka kufanya mashindano ya baisikeli ndani ya hifadhi. Kwa hiyo hili swala tukalipelekea utaratibu unaotakiwa kwa maana ya kuomba kibali, kwa maana ya kuomba kibali TANAPA, na TANAPA bahati nzuri wakatupatia hiyo ruhusa. Kwa hiyo msimu huu tutakuwa na mashindano ya baisikeli kwa kilomita 95, kwa maana kutokea ndani kuja mpaka pale kijijini Idodi, njia panda ya shule ya Medala pale sekondari, na kurudi tena ndani. Kwa hiyo ukihesabu pale kuna kilomita 95.2. Lakini pia mwaka jana tulifanya swala la safari walking au walking safari pamoja na sports fishing. Washiriki walikuwa wachache sana, lakini msimu huu inaonekana sasa imepata morali sana. Mpaka dakika hii ninavyozungumza watu wengi wameonyesha kuipenda hii walking safari ya kilomita 5 ya kutembea kwenye kando ya ule mto mkuu pamoja na sports fishing. Yani unafanya sports kwenye masuala mazima ya kuvua samaki. Kwa hivyo ndio vitu vivutio ambavyo kwa mwaka huu vipo, lakini pia kitu kingine ambacho misimu mingine haijawahi kutokea, mwaka huu tutakuwa na cocktail party. Kwa maana mchapalo utafanyika pale Ibuguziwa siku ya tarehe 3 Ijumaa kuanzia saa 1 jioni. Kwa hiyo washiriki wote ambao wataingia hifadhini mapema watapata nafasi ya kufanya networking, kubadilishana mawazo, kubadilishana uzoefu, lakini na kutengeneza network mpya na watu wapya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaamini kabisa hivi vionjo viwili vitatu ambavyo tumeongeza mwaka huu vitakuwa ni vivutio vikubwa sana kwa wale watakaoshiriki mbio mwaka huu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kutakuwa na running ambao ndio kukimbia kwenyewe na ndio marathon yenyewe. Alafu kutakuwa na walking safari, kutakuwa na cycling, kutakuwa na sport fishing kabisa. Lakini pia kama ulivyosema kutakuwa na mchaparo pia. Kwa maana ya tarehe 3 siku ya Ijumaa tutakuwa na event kuu 3. Kutakuwa na hiyo sports fishing, kutakuwa na walking safari, alafu kutakuwa na mchaparo. Sasa hii sports fishing na walking zitafanyika kuanzia saa 10 alasiri. Alafu saa 1 jioni
ndo tunafanya mchapalo. Siku ya tarehe 4 sasa ndo kutakuwa na marathon yenyewe. Kilomita 5, kilomita 10, half marathon kilomita 21 pamoja na cycling. Sasa kwa faida ya washiriki, msimu huu una ushindani wa kilomita ngapi na ngapi? Asante. Msimu huu kama kawaida tuna ushindani wa kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Kilomita 5 na kilomita 10 ni mbio ambazo zinafanyika ndani ya hifadhi yenyewe. Kwa maana wale watakao kimbia kuanzia kilomita 5 na wale wa kilomita 10 sehemu wanakoanzia na wanapomalizia ni ndani ya hifadhi. Ila hawa wa kilomita 21 inabidi tutatoka nje kidogo ya geti kuelekea kijijini ili tuweze kupata kilomita 21. Kwa hiyo ushindani utakuwa wa namna hiyo. Na wale wa baiskeli ndo watafika mpaka kule Idodi kijijini, njia panda ya shule ya sekondari Medala, watageuka pale wanarudi ndani. Hapo mwanzo umetueleza, lakini ningetamani kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji kwamba mbio hizi zinafanyika ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha ambako kuna wanyamapori wakubwa na hatari. Ni mikakati gani ya kiusalama mlionayo kwa kushirikiana na TANAPA ili kuhakikisha washiriki wanakuwa salama mwanzo hadi mwisho wa njia? Asante sana. Mikakati tulionayo kuhusiana na ulinzi na usalama wa washiriki wa mbio hii. Kwanza kabisa swala la ulinzi na usalama limekamatwa zaidi na wahifadhi wenyewe. Kwa maana mkuu wa hifadhi wa kanda yote hii ambaye ndo mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Great Ruaha Marathon, lakini na mhifadhi mkuu wa Ruaha, kwa pamoja wale ndo wanaendesha utaratibu wa kuhakikisha usalama wa washiriki. Kwa hiyo askari wa wanyamapori au rangers wale ndo wanachukua jukumu la moja kwa moja kuhakikisha wanalinda usalama wa washiriki. Kumbuka hawa ni watu ambao wamefunzwa, wanajua namna ya kudili na wale wanyama. Lakini kikubwa zaidi njia ambayo imechaguliwa ambayo tunapita ni njia salama, haina wanyama wakali sana sana tu. Utakutana na swala, utakutana na twiga na hao sasa ndo utalii wenyewe. Unakimbia huku unamuona swala, unamuona twiga, wale wanyama wa kawaida ambao ni marafiki kwa binadamu. Kwa kiufupi ulinzi na usalama vimeimarishwa ni 120%. Yes, vimeimarishwa kabisa. Na sasa turudi hapa kwenye ada ya usajili na utaratibu wa kujisajili umekaaje? Utaratibu wa kujisajili ni kama ifuatavyo. Kwa mfano, ukitaka kushiriki mbio unalipa shilingi 50,000. Katika hiyo shilingi 50,000 imegawanyika mara mbili. 35,000 utapata running kit ambayo ina rangi mbili. Kuna green na white, alafu kuna white na green. Utachagua we mwenyewe. Hapo utapata medali ambayo utaipata baada ya kumaliza zile mbio. Alafu hapo pia utaweza kupata kimfuko kidogo kile cha kubebea vitu vidogo cha mgongoni. Utapata maji, utapata bib namba, ile namba ya kukimbilia, na utapata matunda. Hiyo ni 35,000. 15,000 ni kiingilio cha pale getini. Ile ni hifadhi, lazima tukiingia lazima tuchangie maendeleo ya serikali ya hifadhi. Kwa hiyo hicho ni kiingilio ambacho kina include na VAT humo. Kwa hiyo ndio inafanya kiingilio cha pale au usajili iwe shilingi 50,000. Sasa ukishalipa ile 50,000, hiyo ni maana umejisajili tayari kwa kukimbia. Sasa kama unataka kushiriki zile shughuli mbili zile za tarehe 3 ambayo ni sports fishing na walking safari, inabidi uongeze shilingi 20,000 pale. Na maana zinakuja 70,000. Lakini lazima uchague mojawapo kati ya hizi mbili. Kwa maana kati ya sports fishing au walking safari. Hiyo ndo gharama inakuwa 70,000. Lakini hapo kama unataka kulala ndani, kuna malazi ambayo kwa sasa hivi hoteli za kule ndani kwa maana zile za hifadhi zote zimeshajaa kwa sasa hivi. Lakini bado huduma ya kulala kwenye tenti inapatikana. Kwa hiyo tenti unalipa shilingi 40,000 kwa mtu mmoja. Na watu wawili ni shilingi 70,000. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo una uwezo wa kuja na kufanya shughuli yako vizuri. Lakini kikubwa zaidi hapo ni kwamba ukitaka kwenda kule watu wanaweza wakajiuliza unafikaje kule kwa mtu ambaye hana gari. Kutakuwa na coaster hapa itakayoanzia hapa Iringa mjini siku ya tarehe 3. Kwa maana unaweza kwenda na kurudi kwa shilingi 60,000 za Kitanzania. Kwa hiyo ukilipa 30,000
ukaongeza 30 nyingine zikawa 60, inakupeleka tarehe 3, itakurudisha tarehe 4 baada ya kumaliza mbio. Baada ya kumaliza mbio. Ndio. Na kwa msimu huu mmejipanga kupokea idadi ya washiriki wangapi, na mwitikio wa usajili kutoka ndani na nje ya Tanzania umekaaje? Msimu huu sisi tumejipanga, target yetu ni wakimbiaji 1200. Ndio. Na mpaka sasa hivi mwitikio ni mkubwa sana. Ndio. Tunamshukuru Mungu kwamba watu wanaendelea kujitokeza kuja kujisajili. Usajili unaendelea kupitia kwenye social media zetu ambapo unaweza ukaingia www.greatruahmarathon.co.tz au kwenye Instagram page ambayo ni @greatruahmarathon. Unakutana na form pale unajisajili. Lakini kwa hapa Iringa tuko kwenye banda letu hapa mbele ya ofisi ya maktaba ya mkoa. Unakuja tunakusajili. Ndio. Unapata kiti yako tayari kwa kwenda kukimbia siku ya tarehe 4. Ndio. Mbio hizi zinafanyika katika hifadhi ya Ruaha ambayo iko ndani ya mkoa wa Iringa. Ndio. Na vipi mwamko wa wananchi wa Iringa kushiriki mbio hizi upoje ukilinganisha toka mmeanza msimu wa kwanza na sasa msimu wa 5? Kadiri tunavyokwenda ndivyo kadiri mwamko unazidi kuwa mkubwa. Ndio. Kwa sasa hivi timu yangu ile ya kufanya uhamasishaji ninavyozungumza sasa hivi wako Mafinga. Wanaendelea na uhamasishaji Mafinga. Tushaenda Kilolo, tushaenda Isimani, tushaenda Ilula, tushaenda vile viunga vya jirani. Ndiyo. Na huku kwingine tunaenda kuhamasisha kupitia kwa mtu mmoja mmoja. Sababu tuna wadau mbalimbali kwa maana ya watumishi wa serikali ya mkoa pamoja na viongozi wake, na wao wanatusaidia kuhamasisha. Kwa hiyo wananchi wa Iringa wanazidi kuizoea, hii ndo mtoko wao wa mara moja kwa mwaka. Hii mbio inafanyika kila mwezi wa 7 ndani ya mwaka. Kwa hiyo ni sehemu ambayo wanaanza kuielewa vizuri sana. Ndio. Nani anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwa faida ya mtazamaji? Nani anatarajiwa kuwa mgeni rasmi wa mbio hizi? Tunatarajia mgeni rasmi kuwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Atakaye kuwa mgeni rasmi wa tukio hili. Ndio. Naam. Sasa hapa tuangalie ushiriki na ushirikiano wa serikali kwenye mbio hizi upoje katika ngazi zote, yani kuanzia ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya juu? Kwa kweli ushiriki wa serikali ni mzuri sana. Tumekuwa tukishirikiana nao tangu awali kama nilivyosema mpaka sasa hivi. Wanatupa ushirikiano mzuri kuanzia mkuu wa mkoa pamoja na idara zote pamoja na wakurugenzi wa zile halmashauri ambazo ziko ndani ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo tunashirikiana nao vizuri kuhakikisha kwamba tunakuza utalii. Sawa. Utalii wa nyanda za juu kusini, lakini pia na vivutio vinavyopatikana ndani ya mkoa wa Iringa. Ndio. Kauli mbiu au lengo kuu la mbio hizi limekuwa likigusa utunzaji wa vyanzo vya maji, hasa mto mkubwa wa Ruaha, si ndio? Ndio. Sasa mimi nataka kujua, je, kupitia msimu 4 iliyopita mnaona kuna mabadiliko gani ya kiuhalisia au uelewa ulioongezeka kwa jamii inayozunguka hifadhi ya Ruaha? Tunashukuru mpaka sasa hivi naweza nikasema, kwa sababu hatujafanya utafiti wa moja kwa moja, lakini uelewa unazidi na watu wanazidi kutambua kwamba kwanza kuichukulia hii ni mbio yao ndani ya mkoa, lakini pia tunaendelea kutoa elimu. Najua elimu kuitoa mpaka watu waje kuichukua ni process. Na tunapofanya msimu huu tunatarajia kuwa na tukio tunaita Great Ruaha Usafi Day, ambao tunategemea kuifanya tarehe 27 ya mwezi huu. Kufanya usafi ndani ya maeneo hapa mkoani Iringa ili angalau tuendelee kutoa uhamasa na elimu kwa wananchi kuhusiana na masuala mazima ya uhifadhi. Yes. Ndio. Sasa hapa kwamba serikali imekuwa ikipambana kukuza utalii wa mzunguko wa kusini. Ndio. Great Ruaha Marathon inachangia vipi kimkakati kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea hifadhi ya Ruaha msimu huu? Naweza nisiwe na jibu la moja kwa moja, lakini hili swali anaweza akalijibu vizuri mhifadhi. Isipokuwa kwa kifupi, ninaamini kabisa Great Ruaha Marathon imechangia pakubwa sana kwenye hili. Kumbuka tunavyofanya hii mbio wanakuja watu ambao ni wanatokea hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo nje ya Tanzania, mfano msimu huu tuna vijana wa kujitolea kutoka Ujerumani wamekuja kushiriki kwenye hii maandalizi ya Great Ruaha Marathon. Kwa hiyo moja kwa moja inakuonyesha ni namna gani hili swala linaenda mpaka kimataifa. Kwa hiyo tunaamini inaongeza idadi ya
watalii wanaoingia ndani ya hifadhi ya Ruaha. Yes. Naam, hapa wafanyabiashara wa hoteli, usafiri, mama ntilie na wajasiriamali wengine mkoani Iringa wananufaika vipi na ujio wa mbio hizi, na kuna mikakati gani ya makusudi kuhakikisha jamii ya Iringa inapata faida ya kiuchumi moja kwa moja kupitia Great Ruaha Marathon? Sasa hili swala kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Iringa ni wao wenyewe sasa. Sababu sisi tunasema ni sehemu ambayo tuko wazi kwa kila mtu. Nyinyi ni kama mmefungua dunia. Tumefungua sasa opportunity kwao. Kuna usafiri kama nilivyosema wa kwenda kule. Kuna watu wanakuja kusajili hapa. Wakati mwingine wanataka kuingiza hela kwenye simu ana cash. Mawakala wanaweza wakaja hapa. Wale wa kusafirisha watu kupeleka kule, mavendors ambao wanataka kuprovide services za vyakula ndani. Ni wao wenyewe tu waje hapa tuangalie namna gani tunaweza kucollaborate ili kutoa huduma hasa kwa kila atakayeshiriki abaki na kumbukumbu nzuri ya Great Ruaha Marathon. Na kuna mtu mmoja akawa anasema kupitia Great Ruaha Marathon alipata nafasi ya kuonja bagia za Kalenga. Ndo maana yake. Ndo maana yake nafasi zipo. Yes. Na hapa kuelekea mwishoni hapa kwenye interview yetu ni kwamba bango la wadhamini bado ni dogo. Changamoto gani bado mnakabiliana nazo katika kupata wadhamini wakuu wa kudumu? Kwa kweli changamoto iliyopo nafikiri ni watu kuielewa vizuri Great Ruaha Marathon. Hasa ukiangalia utalii wa kusini. Kule kaskazini watu wako shapu na umeshapanda sana. Kwa hiyo ni kusini sasa watu kuamka kuja kuchukua hii fursa. Mimi na imani wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kidogo kidogo tunavyokwenda watu wataielewa, na watu ambao wana uwezo, wana masculine kubwa kwenye upande wa finance watakuja, watatushika mkono, tutafanya kitu kikubwa huko tunakoelekea. Ninapomalizia mimi je, mmeandaa zawadi gani kwa washiriki wa kwanza, hasa wale wa kategoria za kiushindani, na kuna motisha yoyote maalum kwa wakimbiaji chipukizi kutoka ndani ya mkoa wa Iringa? Of course sisi mbio zetu kila mwaka huwa tunakuwa na zawadi. Kwa sasa hivi kamati ndio inaandaa utaratibu wa kuweza kuzitangaza. Kwa hiyo kwa sasa siwezi kutaja moja kwa moja, lakini nataka tu niwahakikishie kwamba zawadi zitakuwepo kuanzia mshindi wa kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Na wote inakuwa kwa M na K, mshindi wa kwanza mpaka wa 3. Na pengine sasa neno la mwisho kwa mtazamaji. Zimebaki siku ngapi na unawaambia nini wewe kama mratibu kuwapa hamasa ya kushiriki mbio hizi? Siku zimeisha. Wazungu wanasema days are numbered. Siku zimeisha. Leo tuko tarehe 22. Ni kama tumebakiwa tu na siku 8 tu. Sisi tutakuwa hapa mpaka mwisho tarehe 30. Baada ya hapo tunahamia kule ndani hifadhini. Kwa hiyo ni waombe wakazi wa Iringa, wa viunga vya Iringa na pembezoni huko na Tanzania kwa ujumla, mje mjisajili sasa hivi, isije ukajikuta unakutana na kitu kinaitwa sold out. Karibu ujisajili, ushiriki Great Ruaha Marathon, kuvibe na kutalii, na msimu huu tunasema Gwala inakuhusu. Sawa. Great Ruaha Marathon ni kuvibe na kutalii, na kwa sababu ni msimu wa 5 tunakwambia Gwala linakuhusu. Gwala linakuhusu.